Katika mtaa wetu wa Gogoni tunatambua kuna ujenzi wa vyoo katika shule zetu za Hondogo, shule ya msingi, lakini pia shule zetu za sekondari zilizopo hapa Gogoni. CCM oyee! Ninatambua katika kipindi hicho ambao ni mwaka 2025 Chama cha Mapinduzi kiliahidi ya kuwa moja ya sehemu ambazo kazifanyia kazi ni kuwepo kwa VETA. Ndugu zangu, niseme na nyie ni mashahidi, kwa upekee kabisa kata ya Kibamba ina VETA. Kata ya Kibamba ina VETA, ni VETA sisi tunasema ni VETA ya wilaya, kwa sababu ndani ya wilaya ya Ubungo hamna VETA sehemu nyingine. CCM oyee! Chama cha Mapinduzi kimefanya kazi, lakini tunatambua katika utekelezaji wetu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025 watu wamepelekewa miundombinu ya maji, lakini tunatambua mengi ambayo yamekwisha kufanywa na rais wetu, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mtaa wetu huu wa Gogoni, lakini pia katika kata ya Kibamba kwa ujumla. Leo nimekuja mbele yenu ndugu zangu kuwaomba mnikopeshe imani yenu, mnitume kazi niwe sauti yenu katika manispaa yetu ya Ubungo. Mimi Otaigo Elisha Mwita, mteule wa Chama cha Mapinduzi katika kata ya Kibamba, nimeitembea kata ya Kibamba, nimeizunguka kata ya Kibamba, nimeizunguka Gogoni. Changamoto za wanagogoni nazijua, changamoto za wanagogoni nazitambua. Niseme ndugu zangu, mwalimu wetu na mkufunzi wetu wa Chama cha Mapinduzi kada amedokeza hapa kwamba nilikwisha kupita, lakini niwaambie nimekuwa kwenye kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi 2022 mpaka 2025. Nimezunguka na mambo mengi ya Gogoni mimi na yafahamu. Sijasimuliwa bali nimeshuhudia mafanikio ya Chama cha Mapinduzi hapa Gogoni, lakini pia nimeshuhudia changamoto ambazo tunaziishi kila siku. Sasa ndugu zangu, nikopesheni imani yenu ili mimi nikatekeleze, nikatende kwa nidhamu lakini kwa ubunifu mkubwa. CCM oyee! Natambua katika eneo letu hili la Gogoni tuna changamoto. Upande wa sekta ya barabara ninatambua sehemu nyingi bado hazijafunguka. Ninatambua sehemu ya barabara ya Sakana ambapo inahitaji kuboreshwa na kuwekewa changarawe. Ninatambua hapo Sakana kuna hitaji wa kivuko. Lakini ninatambua barabara zetu za kwenda mpaka shuleni kule zina changamoto. Natambua barabara za kule Uchagani zina changamoto. Zote tutakwenda kuzifanyia kazi. CCM oyee! Lakini ndugu zangu, pia barabara ya Hondogo tu, lakini pia natambua barabara za kwa Wasambaa. Kwa katika maeneo mengi bado kuna changamoto za miundombinu za barabara. Lakini niseme ninatambua umuhimu wa wananchi wetu wa Gogoni kuwa na kivuko kule kwa John Hela. CCM oyee! Kivuko hicho kiwaunganishe wana Gogoni na Hondogo. Kivuko hicho kipunguze gharama za usafiri za wana Gogoni. Msizunguke mbali. Mkipita kwenye kivuko pale kwa Mzee Hela, John Hela, ni rahisi kufika na kwa gharama nafuu. Lakini pia tunafungua uchumi, mzunguko wa pesa wapate wana Gogoni. CCM oyee! Kwa tunatambua na kwenda kuzifanyia kazi barabara ambazo nimekwisha kuzitaja. Ziko maeneo mengi ya barabara zetu za ndani, nyingine inawezekana sikuzitaja hapa, lakini niseme natambua umuhimu wa kuwa na barabara zinazopitika nyakati zozote, iwe kipindi cha mvua au kipindi cha jua. CCM oyee! Bado natambua katika barabara zetu, barabara iliyojengwa hapa inahitaji mataa ya barabarani. Nitakwenda kulifuatilia
ili siku moja Wanagogoni tukipita kwenye barabara yetu ambayo imetuunganisha na Kirumbi, barabara yetu ya lami, basi kuwe na taa za barabarani. CCM oyee! Ndugu zangu Wanagogoni, kuna changamoto ya zahanati. Wanagogoni wanahitaji zahanati. Kimekuwa ni kilio cha muda mrefu, umekuwa ni mchakato wa muda mrefu ambao haukuwahi kukamilika. Niwaondoe shaka Wanagogoni na niwaahidi Wanagogoni, zahanati itajengwa. Zahanati itajengwa. Nimekwisha teta na nilishazungumza na mwenyekiti wetu wa mtaa wa Gogoni, ndugu yetu Ali Arobaini, kuhusu swala la zahanati, na akaniambia kuna baadhi ya vitu vimekwisha kufanyika, mojawapo upatikanaji wa matofali, lakini natambua fedha za jimbo zilikuja hapa na nadhani zilienda kwenye matofali na vitu vingine. Kwa hiyo kwa sababu tunapokuanzia, ndugu zangu, leo kiaminini Chama cha Mapinduzi, alafu nitumeni mimi mnyonge wenu, mtumwa wenu, nikawasimamie tupate zahanati. Lakini niseme hapo kwenye zahanati, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, ya 2025-2030 imeahidi bayana kuongeza wingi wa zahanati katika jiji letu la Dar es Salaam. Sasa kwa kuwa ahadi zipo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, nimeisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi, nimeielewa, nimeirudia na nimeielewa tena, nawaambieni ndugu zangu, kama ilivyoahidi na kama vile zahanati zetu nyingine zipo katika kata ya Kabamba, ambapo katika kata ya Kibamba mmeshuhudia na mmeona huduma nyingi za afya zinafanyika, lakini bado ilani imeendelea kuahidi utekelezaji wa kupata vifaa tiba, wataalamu, majengo ya wauguzi, lakini pia mitambo mbalimbali kwa ajili ya hospitali zetu, zahanati na vituo vya afya. Namwombeeni ndugu zangu kura za kishindo dada yetu, mama yetu Mzungu Angela Jasmine Mbelwa Kairuki. Ndugu zangu, niseme Angela Kairuki, mbunge wetu mteule wa Chama cha Mapinduzi, naye anahitaji wa kumwambia jambo letu. Ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mteule wa ugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, nawaombeni tumchague Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kura za kishindo, ili leo mimi nikimwambia mbunge atamwambia rais na jambo letu litafanikiwa. CCM oyee! Kingine niseme ndugu zangu, moja ya kipaumbele kingine ni uwezeshaji wananchi kiuchumi, tukilenga wamama ambao ni wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tunatambua ndugu zangu, katika manispaa zetu nchi nzima, lakini manispaa yetu ya Ubungo, serikali hutenga 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kiuchumi. Maana yake nazungumzia mikopo isiyokuwa na riba. Kazi yangu ni moja, kwa vikundi vyetu vilivyopo Gogoni, vilivyopo Kibamba, kuhakikisha nao wanakuwa na fursa sawa na wananchi wengine ambao wanapewa hiyo mikopo. Mkituchagua Oktoba 29, mkijitokeza kwa wingi, mkatiki kwa wingi, mkatuchagua sisi sote watatu, nyinyi mtakuwa mmemaliza kazi yenu. Yenyewe kazi yenu itakuwa imeisha. Kazi yenu itakuwa imeisha.
Kazi itakuwa imebaki kwetu ni sisi wenyewe. Sasa tukae sauti zenu, tukawasemee, tukawaletee maendeleo, tukatekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! CCM safi! Na niseme ndugu zangu Wanagogoni na Wanakibaha, chama pekee katika nchi hii ya Tanzania kinachoweza kuleta maendeleo ya kweli ni Chama cha Mapinduzi.